Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Tupo katika somo la 7 ambapo siku ya Ijumaa tunaenda kutoa hitimisho. Basi niwaalike tuweze kupata wakati kwanza. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako maana wewe ni mwema, umetulinda, umetufunza, na siku ya leo umetuleta tena katika masomo haya. Tunakualika uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Utii wa kiwango cha juu, Utii wa kiwango cha juu kabisa. Somo la 7 tunakamilisha hivi. Ibada katika uwanja wa vita. Eneo la vita. Haya, sasa ile fungu la Kalili linasema tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake na mwingine yote utazidishiwa. La kwanza swali linasema hivi, wewe ina maana gani kwako kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake? Kitegemea mengine yatajirishwa. Hiyo kanuni hiyo imekuongoza vipi? Yaani umeona matokeo yake? Yaani unaendaje nayo na imekupeleka wapi? Kwa hiyo mimi kanuni, niseme kanuni bora katika maisha. Unajua, kutafuta haki na utafuta kwenye ufalme wa Mungu, yaani kama nitatenda kama nitatafuta amani, upendo, utu wema, fadhili, ndivyo ambavyo hata naitekeleza haki ya kumpenda jirani ndio kumpenda Mungu, na kumpenda Mungu ndio kumpenda jirani. Kwa lugha nyingine nyepesi kabisa, hata wakati nitakapokuwa nimepungukiwa, hata wakati wa uhitaji huo upendo na mimi nitapewa, kwa sababu nilishatafuta kwake. Kwa hiyo ile kutafuta kujilimbikizia mimi mwenyewe mali, ile hali haiko. Kwa hiyo ninapoamka asubuhi natafuta leo kuna fursa huko. Ufalme wa Mungu ni wako. Hii nimependa hii na nataka na mimi. Amina. Unasemaje ndugu yangu? Mimi ninachokisema ni kunaambiwa tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Mimi naweza nikarahisisha kwamba ni kuanza na Mungu. Kwanza na Mungu. Yaani chochote unachotaka kufanya umweke Mungu kwanza. Ukishamweka kwanza atakutangulia. Na ndio sasa ukimweka kwa Bwana, mimi nataka kufanya hivi, nitangulie. Sasa anatuelekeza katika njia sahihi, na yeye ni mwenye haki. Kwa hiyo unapoanza naye na haki yake, kwa hiyo chochote kinachokuja mbele yako ni kitu chenye haki, maana umeanza naye, anakutangulia. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba ufalme wa Mungu ni pale ambapo unaanza na Mungu, chochote unachokifanya unakuwa naye. Amina. Kama Yoshua katika uwanja wa vita kulikuwa kuna vipaumbele vingi, labda wangetafuta usalama wao kwanza ndio anze ibada, walianza na Mungu. Hata hiyo wakajenga madhabahu wakafanya. Ila ninachojua mimi nikiamka asubuhi pale sikia sauti sana. Nenda bafuni kwanza. Utaomba kwanza. Baadaye. Alafu kifika pale piga mswaki kabisa ndio utasali. Yaani unajikuta naanza kuahirisha, kuna vitu vinakuja. Mimi hapo sio kwamba ni vikubwa sana, vidogo. Baada ya hapo hivi ufanye hiki kwanza. Mimi yamenipata hata asubuhi ya leo. Na kama unavyosema huo nakumbusha, nasikia tu sauti nasema, lakini anza kabla hujatoka hapo. Hebu mshukuru, hata maana ombi au mshukuru ni kwa knowledge tu, bwana nashukuru nimeamka. Yaani ni pumzi ya kwanza. Jamani. Kwa hiyo nikifanya hivyo nakuta nina amani. Nikipitiza nimeona tofauti fulani. Wakati mwingine nikienda nasema ngoja niende, roho inaumia, lakini wakati mwingine unaweza kukuta kama nimeanza kuteguka pale. Huu mguu mbona haukuwa una shida? Nilipoenda kula nimetegukia hapa. Afisa utanikumbusha sasa. Wewe si nikwambia uanze kuomba wewe ulipo. Mimi niona mitego iko hapa.
Kwa hiyo yaani imefika mahali ninajifunza kwamba ukisikia kuomba, ukisikia kuuliza, ukisikia uwepo uhitaji wa Mungu, fanya hapo, usigairishe, usimpatie Mungu, usipige Mungu kalele, usije. Amen. Sasa kuna somo fulani tuligusa habari Jumatano, lakini tumeligusia pia hata wiki nzima tu habari ya kukimbizana na maisha. Alafu unajikuta hatuna muda na Mungu kwanza, ufalme wake na haki yake. Na nadhani nimeanza kujadili hapa kwa nini ni rahisi kukimbizana na haya mambo. Na nani hapa kasuluhisho ni mimi inanisaidia vipi kunani hapa? Labda tuongezee hapa. Sawa sawa. Naona umeanzia pale pale. Okay. Sawa. Kama nilivyosema kwamba unaamka asubuhi, baada hata kushukuru umeshakimbilia kwenye kupiga mswaki au kwenda kuoga. Unajikuta unashindwa kumshukuru ile kuamsha, unaona kwamba niko tayari nyuma ya muda, nitakosa kitu fulani. Inatupatia mimi niseme ni rahisi sana kama utashindwa kutambua Mungu na kuona kwamba vitu ulivyo navyo au uko nje ya ratiba na Mungu. Lakini ulishawahi kukaa chini ukajiuliza kwamba hata kama ukachukua dakika 3 za kumshukuru Mungu, ni kweli utachelewa kweli katika hicho unachokuwa unakimbilia? Unajikuta wewe mara nyingi haiko hivyo. Tena saa nyingine unajikuta unasema si bora hata ningebaki tu ningeomba kwanza. Unajikuta umekaa kwenye foleni. Unajikuta umepata shida. Yaani unasema si ningeanza na Bwana sasa. Kimbiza nani? Kwa hiyo mimi niseme hamna jambo zuri kama kuanza na Bwana, hata katika hali za kwa maisha kufanya mjini hapa Dar es Salaam. Nachelewa, kuna kafoleni katakuja au hebu anza na Bwana kwanza. Mimi kwa kweli nime experience hiyo wiki hii. Nimesema kabla sijafanya mambo yote, kwa sababu zamani nilikuwa na ratiba, ninajiandaa kwanza kuenda kuomba. Lakini nikasema hapana, naanza kwanza na Bwana, hata kama nitachukua nusu saa. Ni bora nikimbizane huko vingine, bora nikimbizane na huko vingine nitajisoma. Lakini kama naanza na Bwana, huko vingine nitajisoma na nimepata amani. Na umechelewa sasa huko kazi. Yaani zile na ndio nimewahi. Mwenza, wewe labda haya mambo unasuluhisha pia na wewe na kutusaidia. Suluhisho ni pale ambapo kama alivyosema, mimi huwa nikiamka cha kwanza, maana kuna kipindi niliwahi kujiuliza maswali mengi, nikasema sikupata majibu kwa sababu anayeniamsha simjui. Yaani najikuta nimeamka sasa, najiuliza wangapi wao wameshindwa kuamka. Kwa hiyo naanza kumshukuru kwa kuniamsha. Amen. Kwamba nimeweza kuamka na mshukuru. Amen. Na suluhisho sio mpaka uchukue masaa, yaani utambue kwamba kuna nguvu nyuma ya kuamka kwangu salama ambaye ni Mungu. Basi ukishamtambua siku inakuwa vizuri. Hallelujah. Hallelujah. Ni maamuzi tu. Ni maamuzi. Sasa Shilo, nakumbuka? Shilo. Hema la Bwana lilisimamishwa Shilo, ambalo liliwatangulia vitani. Walipomweka Mungu kwanza, alikuwa mbele yao, lakini lilisimamishwa, lilipumzishwa lile hema pale Shilo, mahali ambapo Mungu alipaweka akutane na watu wake. Swala ni kwamba wewe ndio una nyumba mpya umejenga. Huu ndio umeshakabiliwa ardhi, unajisikiaje? Una hamu bado kwenda uweponi mwa Mungu au utaishia huko? Uzoefu wa Israeli, hatukuwa na muda sana kuzungumza, lakini wengi walijisahau kubaki huko nyumbani, wanakuja kwa kubip na waliishia kuabudu miungu mingine na sio Mungu wa Shilo. Sasa sisi tuna zaidi ya hema ililowekwa, na Waebrania sura ya 7 mstari wa 25 anasemaje? 25 anasema
naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Hii inaweza kukuamsha shauku kiasi gani kwamba hemani, hema ndio hilo ambalo Yesu Kristo ameingia, ndio halisi yenyewe hiyo ambalo tunajifunza katika kitabu cha Waebrania, ndio uhalisia uliopo sasa hivi, kwamba eti yeye yuko pale ili atuombee. Hebu tuzungumzie habari ya huduma hii ya maombezi ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo inaweza kutusaidia. Tunajua Mungu yupo nasi kila sehemu na yupo kila sehemu. Ni sawa na sisi katika shughuli zetu. Tunakuwa na mabosi, tunakutana nao katika mazingira ya kazi, lakini kuna kazi au kuna issue ya kuongea na bosi ofisini, ambayo ni official, lazima ukae nayo ofisini. Yesu yupo nasi, lakini anapoingia hekaluni yupo ofisini, kiofisi. Na ndio maana na sisi tunatoka majumbani kwetu, pamoja na kwamba Mungu yupo nasi, tunaenda ofisini kwake, pale alipo Yesu, anapotuombea pale. Kwa hiyo kuna haja ya kufika katika shida alipo Bwana Yesu alipo, na wewe uwepo. Amemaliza. Bwana Yesu anatuombea hivi tunavyoongea sasa hivi. Anaombea uchumi wetu, afya yetu, huduma zetu, umoja wetu, yote yapasayo uzima. Siraha hiyo. Na hapo ndio mahali pa kuwepo. Karibu tunapohitimisha somo hili la ibada katikati ya ubize wa maisha na kadhalika, tukionyesha uaminifu wetu kwa Mungu kwa hali ya juu kabisa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo la 7 kabisa katika mfululizo wa masomo yetu, ambayo limetumiza kuja kwako kwa Yesu Kristo, tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunamleta msikilizaji wetu mikononi mwako na mahitaji yake na shauku yake ya kutaka kukutana na rehema zako. Baba, kamfikie pale alipo. Kama ni mgonjwa, apokee afya. Kama ana maswali, kampatie majibu. Kama ana huzuni, mpe furaha. Kama anakosa namna ya kusonga mbele kwa sababu nguvu hana tena, Baba, mwezeshe akasonge mbele. Amani yako inatosha. Libariki jina lako. Tulete tena katika somo la 8 wiki nyingine inayofuata, kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu hiki. Tumeona somo la 7. Tuko somo la 8. Somo la 8 la kichwa kinachosema watu hodari wa imani. Amina. Tunaenda kumwangalia Yoshua na Caleb. Haleluya. Karibu sana. Karibu sana wiki ijayo.